Online TV. Mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu waandishi wa habari, siku chache za nyuma tulishuhudia baadhi ya Watanzania wenzetu wakiwa wanapaza sauti kuhusiana na uchache na uchakavu na pengine huduma mbovu inayotolewa na mabasi yaendayo au ndani ya mabasi yaendayo kwa kasi. Nayo furaha pia kueleza kupitia timu maalum ya usimamizi wa Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyefanya kazi yote kwa kumhakikisha Mheshimiwa Rais, njia ya Kimara ambayo ni BRT1 imeshapata mabasi kama ambavyo tulisema, mabasi ya kampuni la Moffat, mabasi zaidi ya 50 ambayo kwa sasa yanatoa huduma kwa kushirikiana na mabasi ya UDART ambayo yalikuwa tangu awali yakitoa huduma hizo. Aidha, kwa barabara ya BRT2 inayoelekea Kilwa Road tayari imeshaanza majaribio ya kupeleka mabasi, na mpaka sasa ni mabasi zaidi ya 20 ambayo tayari yameshaanza kutoa huduma kwenye barabara hiyo. Lakini mabasi ambayo yameshafika kwa ajili ya barabara hiyo peke yake ni mabasi 151 na ambayo mabasi zaidi kidogo ya 50 tumeyaazima kwa barabara hii ya Morogoro Road, ambayo barabara hiyo ya Morogoro Road itakuwa na mabasi zaidi ya 177 kwa mujibu wa mkataba. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalikuwa ili kuleta ufanisi mkubwa wa mabasi hayo, ni vema kila ruti ya barabara ikapewa kampuni moja yenye ufanisi kwa ajili ya kuongeza kiasi ama kiwango cha ushindani kwa watoa huduma hao. Tunakumbuka kwamba BRT1 barabara kuelekea Kimara aliyekuwa anatoa huduma alikuwa ni UDART, na sasa atakayekuja kutoa huduma hiyo anaitwa Transda, kampuni ya Transda ambayo itatoa huduma ya barabara ya Kimara Mbezi kwenda mpaka Gerezani, na barabara hii nyingine ya Kilwa Road atatoa kampuni ya Moffat. Wakati huo huo barabara ya kuelekea airport na barabara zingine za kwenda Tegeta, makampuni mengineyo yatatoa huduma kama ambavyo DART chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI wataendelea kutoa miongozo. Kwa hiyo ninayo furaha kuambia kuwa mpaka sasa kiwango cha tatizo hilo kimeendelea kupungua, na ni rai yetu kuwa, na ni maelekezo pia Mheshimiwa Rais kuwa jambo hilo liishe kabisa ili Watanzania waweze kuenjoy katika njia hizo. Rai yangu kwa vyombo vingine vyote vya usafiri, njia hizo mpaka sasa zinatumiwa sana na waendesha bodaboda ama waendesha pikipiki, bajaji na baadhi ya watu wanaojinasibu kuwa wao ama ni watu special ama vinginevyo. Nitumie vyombo hivi vya habari kutoa onyo kali kwamba barabara zote za mwendo kasi yaachiwe mabasi ya mwendo kasi yatoe huduma. Vijana wa pikipiki, vijana wa bajaji, daladala pamoja na magari mengineyo ya watu binafsi yapite kwenye njia zingine za kawaida ili waruhusu ile falsafa na tafsiri ya barabara zinazobeba mabasi yaendayo kwa kasi. Tumeona kwa njia ya Kilwa Road tayari kuna basi moja limekushapata itirafu kwa sababu ya mambo haya kuingiliana kwa usafiri huo. Natoa rai pia kwa jeshi la polisi na hasa jeshi linalohusika na masuala ya usalama barabarani kuwa wakali na kuchukua hatua kubwa kwa wale wote ambao wataendelea kukaidi agizo hili. Tuwe waangalifu. Lakini jambo la pili, kwa wananchi ambao wanatumia magari haya, tukiendelea kuingilia madirishani wakati mwingi tutayaharibu mabasi haya kwa haraka na hayatakuwa tena na maana tena kuitwa mabasi yaendayo kwa kasi. KM Online TV.